Habari. Azimio la Arusha, sera ya ujamaa na kujitegemea iliyobadilisha mwelekeo wa taifa. Historia fupi. Habari zenu marafiki. Leo tunazungumzia moja ya nyaraka zenye nguvu na zenye ushawishi mkubwa katika historia ya Tanzania baada ya uhuru. Ni Azimio la Arusha lililotangazwa mwezi Februari mwaka 1967. Hili lilikuwa waraka ambao ulibadilisha kabisa mwelekeo wa taifa letu kisiasa, kiuchumi na kijamii kwa miaka mingi ijayo. Hebu tuangalie hali ilivyokuwa kabla ya azimio hilo. Baada ya uhuru wa Tanganyika mwaka 1961 na muungano na Zanzibar mwaka 1964, Tanzania ilikuwa bado changa sana. Idadi ya wakazi ilikuwa karibu milioni 12.5. Uchumi ulikuwa unategemea sana kilimo cha mazao ya kuuza nje kama kahawa, Lamba, kahawa na chai. Viwanda vilikuwa vichache sana. Benki na biashara kuu zilikuwa mikononi mwa wageni au kampuni za nje. Nchi ilikuwa inategemea misaada na mikopo kutoka nchi za magharibi na mashariki. Tofauti kati ya matajiri na maskini ilikuwa kubwa. Mijini kulikuwa na maisha bora, lakini vijijini watu walikuwa wakiishi kwa shida. Tarehe 5 Februari mwaka 1967, viongozi wa Chama cha Mapinduzi walikutana katika mji wa Arusha. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwasilisha waraka aliouita Azimio la Arusha. Waraka huo ulikuwa na kurasa chache tu, lakini ulikuwa na nguvu kubwa. Uliweka misingi ya sera ya ujamaa na kujitegemea. Ujamaa ilimaanisha kujenga jamii yenye usawa ambapo hakuna mtu anayemnyonya mwingine. Kujitegemea ilimaanisha kutotegemea nje kwa maendeleo, bali kutumia rasilimali zetu wenyewe na akili zetu. Azimio hilo lilisema wazi kwamba ardhi ni mali ya taifa, si ya mtu binafsi. Lendi, vina na viwanda vikubwa vilipaswa kuwa chini ya umiliki wa umma. Waliahidi kuondoa tofauti kubwa za kiuchumi na kuwapa watu wote fursa sawa. Baada ya azimio hilo, serikali ilichukua hatua za haraka. Mwezi Februari na Machi mwaka huo, benki zote kuu zilitaifishwa. Kampuni 8 kubwa za kusindika chakula na mazao zilitaifishwa. Bima na biashara kuu za jumla ziliwekwa chini ya udhibiti wa serikali. Baadaye mashamba makubwa ya korosho, hamna na mihogo yalitaifishwa. Vijiji vya ujamaa vilianzishwa kote nchini. Lengo lilikuwa kuwahamasisha wakulima kuishi pamoja, kufanya kazi pamoja na kugawa mazao kwa haki. Idadi ya vijiji vya ujamaa ilifikia zaidi ya 15,000 katika miaka ya 80. Elimu na afya vilipambiwa sana. Idadi ya watoto wanasoma shule ya msingi iliongezeka kutoka 825,000 mwaka 67 hadi 1,000,000 na zaidi miaka michache baadaye. Hospitali na zahanati ziliongezeka vijijini. Azimio hilo lilisifiwa sana kwa kuimarisha umoja wa kitaifa na kueneza huduma za jamii kwa watu wengi. Iliwapa Watanzania hisia ya kujitegemea na kujenga taifa lao wenyewe. Lakini pia lilileta changamoto kubwa. Baadhi ya viwanda vilifungwa kutokana na usimamizi mbaya na ukosefu wa vifaa. Uchumi ulipungua katika miaka ya 80. Wakulima wengi walilalamika kwamba vijiji vya ujamaa vilileta shida zaidi kuliko manufaa. Baadhi ya sera zilibadilishwa miaka ya 80 na 90. Hata hivyo, Azimio la Arusha linabaki kwa alama muhimu ya kujitahidi kujenga taifa lenye usawa. Ilitufundisha kwamba ndoto nzuri inahitaji mipango thabiti na utekelezaji makini. Kama kupanda mbegu nzuri bila kumwagilia, mazao yanaweza kukauka. Mwalimu Nyerere alitaka usawa na kujitegemea.
na hiyo ilikuwa ndoto nzuri ambayo bado inawapa Watanzania motisha hadi leo. Subscribe kupata Amen.